Kadri umeendelea kukua katika ufunuo kwamba mwisho wa siku ni miaka 14, kama vile Paulo anavyotueleza kinabii katika Wakorintho wa pili sura ya 12, hebu nikuonyeshe fumbo jingine kuu, kipande kingine kubwa cha ufunuo huu katika maandiko. Unaona, tumefundisha kwamba mwisho wa siku sio tu kwamba ni miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta, kwamba inatokea kama miaka 14, bali pia itatokea kama picha ya miaka 13 hadi Bwana atakaporudi na kuweka miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni mwanzoni mwa mwaka wa 14. Atakaporudi katika mwaka wa 14, kama vile katika kitabu cha Zekaria sura ya 14, atakaporudi katika mwaka huo wa 14, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu unazosoma katika Mathayo sura ya 24. Sasa tunaona picha hii katika hadithi ya Ibrahimu na wanawe wawili katika Mwanzo sura ya 16, 17 na 21. Katika Mwanzo sura ya 16 tunaona kwamba Ibrahimu ana umri wa miaka 86 anapompata Ishmaeli ambaye anaitwa mwana wa mateso yake. Inavutia sana kwa kuwa mwanzo wa miaka 14 ni mateso, ni dhiki, na jina la Ishmaeli linawakilisha mateso. Sasa ukienda Mwanzo sura ya 17 unaona sasa Ibrahimu ana umri wa miaka 99 na Ishmaeli ana miaka 13. Kisha Mungu anafanya agano na Ibrahimu na familia yake. Hili ndilo agano lile ambalo Bwana atakuja kulihuisha tena atakaporudi na kuweka miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni baada ya miaka 13. Hivi ndivyo tunavyosoma katika Danieli 9:27. Tumeambiwa na kanisa la unabii kwamba Danieli 9:27 ni miaka 7 ya mwisho ya dhiki, na katikati yake yule mnyama atafanya agano hili. Sivyo hivyo, inawakilisha mwaka wa 14 wa mwisho na Bwana akihuisha agano alilolifanya. Naam, tunapoenda kwenye Mwanzo sura ya 21, sasa tunaona Ibrahimu ana umri wa miaka 100 na Ishmaeli ana umri wa miaka 14. Na ni nani amejitokeza? Sasa ni kuzaliwa kwa Isaka ambaye anaitwa ahadi katika mwaka wa 14 wakati Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100. Ni picha ya moja kwa moja ya miaka 13 ya dhiki ya mwisho wa siku hadi ahadi ya mwaka wa 14 ya Bwana kurudi miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni. Ninaomba hili likubariki. Kwa maelezo zaidi, tembelea ministryrevealed.com.